Serikali ya Marekani inajadili mbinu mbalimbali za kuweza kuinyakua Greenland kutokana na vikwazo vingi ambavyo vimetoka kwa mataifa washirika, mataifa ya NATO na yale ya Umoja wa Ulaya. Hata hivyo, Rais wa Marekani Donald Trump amekuwa akifanya tathmini mbinu tofauti ambazo zitasaidia kuchukua eneo hilo la Greenland, ikiwa ni pamoja na matumizi ya kijeshi. White House imesema. Ikulu ya White House imesema kwamba kupata Greenland, eneo linalojitawala linalosimamiwa na nchi mwanachama mwenzao wa NATO Denmark, lilikuwa kipaumbele cha usalama wa kitaifa. Kauli hiyo imekuja saa chache baada ya viongozi wa Ulaya kutoa tamko la pamoja la kuiunga mkono Denmark, ambayo imekuwa ikipinga mpango wa Trump kunyakua kisiwa hicho cha Arctic. Mwishoni mwa wiki, Trump alirejelea kauli ya kwamba Marekani inahitaji Greenland kwa sababu za usalama na kumfanya waziri mkuu wa Denmark Mette Frederiksen kuonya kwamba shambulizi lolote la Marekani litamaanisha mwisho wa NATO. Ikulu ya White House imesema Jumanne kwamba rais na timu yake wanajadili chaguzi mbalimbali ili kutekeleza lengo hili muhimu la sera ya kigeni, na bila shaka kutumia jeshi la Marekani daima ni chaguo kwa amiri jeshi mkuu. Ikiwa nchi washirika wa NATO watakataa Marekani kuitwaa Greenland, Marekani itatumia nguvu kubwa ya kijeshi kuhakikisha inalitwaa eneo hilo. NATO ni muungano wa kijeshi wa mataifa ya Ulaya ambayo ni washirika wanatarajiwa kusaidiana kudhibiti mashambulizi ya nje, wakati ambapo Marekani itaamua kufanya mashambulizi katika kuitwaa eneo hilo la Greenland. Siku ya Jumanne, washirika sita wa Ulaya walionyesha mshikamano wao kwa Denmark. Greenland ni mali ya watu wake na Denmark na Greenland pekee ndizo zinazoweza kuamua juu ya mambo yanayohusu uhusiano wao. Viongozi kutoka nchini Uingereza, Ufaransa, Ujerumani, Italia, Poland, Uhispania na Denmark yenyewe walisema katika taarifa yao ya pamoja, wakilani matamko ya rais wa Marekani Bwana Donald Trump. Lakini wachambuzi wengi wamekuwa wakitazama ni kwa nini rais wa Marekani ameihitaji Greenland, ama kwa kutumia nguvu ama kwa namna yoyote, na hii inamaanisha nini kwa wanachama wa NATO. Ikulu ya Marekani imedokeza kuwa Donald Trump, washauri wake wa karibu wanajadili uwezekano wa taifa hilo kuidhibiti Greenland, lakini rais huyo akiendelea kusisitiza kuwa hatua hiyo ingekuwa na manufaa makubwa kwa usalama wa taifa lake. Madai hayo yamekataliwa vikali na viongozi wa Greenland pamoja na Denmark, mwanachama wa NATO, ambayo Greenland ni eneo lenye mamlaka ya kujitawala kwa kiasi. Greenland ni kisiwa kikubwa zaidi duniani ambacho si bara na kinapatikana katika eneo la Arctic. Ni miongoni mwa maeneo yenye watu wachache zaidi kwa ukubwa wake, ikiwa ni takribani wakazi 56,000, wengi wao wakiwa ni wenyeji wa asili wa jamii ya Inuit. Takribani 80% ya eneo la Greenland limefunikwa kwa barafu, hali inayosababisha idadi kubwa ya watu kuishi katika ukanda wa kusini magharibi, hususan karibu na mji mkuu wa Nuuk. Uchumi wa Greenland unategemea zaidi uvuvi, huku ukipokea ruzuku kubwa kutoka serikali ya Denmark. Hata hivyo, katika miaka ya karibuni kumekuwepo na ongezeko la mvuto kuhusu rasilimali zake za asili, ikiwemo madini adimu ya ardhini na urani pamoja na chuma. Rasilimali hizi zinaweza kupatikana kwa urahisi zaidi kadri mabadiliko ya tabia nchi yanavyoendelea kuyeyusha barafu kubwa linalofunika kisiwa hicho. Rasilimali za madini zimekuwa sehemu ya mkazo wa sera za Trump katika maeneo mbalimbali duniani, ikiwa ni katika mahusiano yake na Ukraine. Hata hivyo, Trump amesisitiza kuwa lengo lake si madini bali usalama wa Marekani. Tunahitaji Greenland kwa ajili ya usalama wa Marekani, si kwa ajili ya madini, alisema rais wa Marekani Donald Trump. Aidha, amedai kuwa Greenland imezungukwa na shughuli za kijeshi za Urusi na China, kauli ambayo imeungwa mkono na wabunge wengi wa Republican wanaoona mataifa hayo mawili kama tishio kwa usalama wa Marekani. Trump alihusisha tena wito wake wa Marekani kuchukua eneo hilo kufuatia operesheni ya kijeshi ya Marekani huko Venezuela, ambapo Rais Nicolas Maduro na mkewe walikamatwa na kupelekwa New York. Waziri Mkuu wa Greenland Fredrik Nielsen alijibu kwa kusema kuwa imetosha, akielezea wazo la Marekani kuchukua Greenland kuwa ni ndoto isiyokuwa na uhalisia. Hata hivyo, Trump na washirika wake waliendelea kusisitiza msimamo wao. Trump alisema kuwa alikuwa makini sana kuhusu mpango huo, akiongeza kuwa Greenland ni muhimu si tu kwa usalama wa Marekani lakini pia kwa bara la Ulaya. Mshauri wake mwandamizi Stephen Miller alidai kuwa hakuna taifa litakalopambana na Marekani kuhusu mustakabali wa Greenland. Serikali ya Marekani haijaondoa uwezekano wa kutumia nguvu za kijeshi. Waziri wa Ulinzi Pete Hegseth alielezea mbele ya bunge kuwa Pentagon ina mipango ya dharura kwa hali kama hiyo. Baada ya operesheni ya Venezuela, ikulu ilithibitisha kuwa
Trump na timu yake walikuwa wakichunguza njia mbalimbali za kuipata Greenland, ikiwemo matumizi ya jeshi la Marekani. Ikumbukwe kuwa mwaka 2019 Trump aliwahi kutoa pendekezo la kununua Greenland, lakini alikataliwa kwa sababu kisiwa hicho hakikuwa kinauzwa, na hata wakati huu imeelezwa kuwa hakiuzwi. Msimamo wa Trump umeshutua Denmark pamoja na wanachama wengine wa NATO ambao kwa muda mrefu wamekuwa na uhusiano wa karibu na Washington. Waziri Mkuu wa Denmark, Mette Frederiksen, alionya kuwa jaribio lolote la kuichukua Greenland litaweza kusababisha kuvunjika kwa muungano wa NATO. Waziri Mkuu wa Uingereza Keir Starmer alipohojiwa iwapo angemwambia Trump aachane na Greenland, alijibu moja kwa moja ndio. Starmer alisaini tamko la pamoja na viongozi wa Ufaransa, Ujerumani, Italia, Poland, Hispania pamoja na Denmark, akisisitiza kuwa Greenland ni ya watu wake na ni ya Denmark, na Greenland pekee wana mamlaka ya kuamua masuala yanayohusiana na uhusiano wao. Wakijibu vitisho vya Trump vya mwaka 2026, waziri mkuu wa Greenland Niels Jern alisema hakuna shinikizo tena, hakuna kisingizio zaidi, hakuna mawazo zaidi ya kunyakua. Tuko wazi kwa mazungumzo, tuko wazi kwa majadiliano, lakini hili lazima lifanyike kupitia njia zinazofaa kwa kuheshimu sheria za kimataifa. Wachambuzi wa mambo wanasema kwamba suala hili litaweza kusababisha mgawanyiko katika NATO na kusababisha Marekani kuonekana kwamba ni taifa lisilokuwa na msaada isipokuwa kutumia nguvu kubwa katika kuhakikisha inateka maeneo inayoyataka kutumia nguvu kama ilivyofanya kwa utawala wa Maduro. Hii ndio sababu ambayo wachambuzi wa mambo wanasema huenda NATO ikaingia katika mvurugano mkubwa ikiwa serikali ya Donald Trump itaamua kuchukua Greenland. Mtazamaji wa The World News, endelea kutufuatilia, lakini usisahau kulike, usisahau kucomment, kadhalika na kusubscribe channel yetu hii. Mimi ni Adam Hussein, endelea kuwa nasi wakati wote, endelea kutufuatilia.